Sintofahamu. Tupo kwenye sintofahamu. Lakini tunaenda kwenye usahihi. Tunaenda kwenye usahihi. Na nyinyi mnaona kuna usahihi utapatikana? Lazima. Usahihi utakuwa mkubwa tu. Usahihi utapatikana. Basi sio mbaya, mimi nakubali. Mchungaji anasema una usahihi utapatikana kwa maana mchezo kuchezwa kutochezwa. Yaani mchezo uchezwe, usichezwe. Lakini tunakoelekea tunaenda mchungaji sogelea mic. Yaani tunasema tunaelekea kwenye ule usahihi wenyewe wa mpira. Unaamini tunaelekea. Kwa hata maamuzi yatakuwa. Na kwa taarifa mliotoa nyinyi jana ndio tunaelekea kwenye usahihi. Kwa sababu hii taarifa hii ya jana ambayo tumetoa sisi ni taarifa ambayo inaonyesha kwamba na sisi tunadai haki. Kila mtu anadai haki kwa upande wake. Sisi haki ambayo tunadai kwa upande wetu sisi. Kama sisi tunavyodai tunadai haki yetu kwamba kama mechi ya Jumapili itaahirishwa. Sisi hatutakubali. Yaani ndo haki yetu na sisi hiyo. Wale sio shakataa. Na sisi Jumapili ikitokea kwamba mechi yetu inaahirishwa, kuambiwa tu hata inaahirishwa lisali moja, sisi hatutakubali. Kwa hiyo sasa hivi sisi tumesubiri tu dabi ya kesho. Hivi mfano bodi ligi wakatangaza leo kwamba mechi Jumapili haipo. Tunaenda kasi. Kufanya nini? Kushtaki nini? Kwani tucheze dabi yetu? Dabi ishatangazwa. Si bodi ya ligi si kanuni. Nasema hivi, yani sasa safari. Sababu bodi ya ligi na hiyo nguvu. Kama ambavyo waliahirisha tarehe 8, Yanga kaenda kasi. Kwa nguvu ya kanuni. Mchezo huu pia wana uwezo wa kuahirisha vile vile kwa nguvu ya kanuni. Nasema hivi, kama walifanya kipindi kile. Kanuni inasemaje? Bodi ya ligi inaweza kaahirisha mchezo kwa sababu watakazoona zinafaa. Sasa kwa hiyo bodi inaweza kaahirisha hata huu. Lakini huu tuseme kama utaahirishwa kwa sababu mpaka sasa hivi uko hewani. Tunazungumzia kama ikitokea. Ikitokea. Na mimi nahisi haitatokea, itakuwa hivyo hivyo. Bana, wakati Simba na Yanga kuna kundi jingine ambalo liko linazitazama timu hizi kama ndizo ambazo zina uvuruga na kuharibu mchezo wa mpira wa miguu wa hapa nyumbani Tanzania. Lakini kuna kundi ambalo linaamini tulipo hapa ni kwa ajili ya nguvu ya Simba na Yanga. Lakini pia kuna kundi ambalo linaamini timu hizi zinaitunishia mabavu mamlaka ya soka kwa sababu ya nguvu walionayo, kuanzia ya wananchi kwa maana ya raia na mpaka viongozi mbalimbali wa ngazi tofauti wa hii nchi, ndio sababu wanafanya haya ambayo wanayafanya. Wakati yote akiwa anaendelea, jana waziri wa fedha wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, wakati akiwa anawasilisha bajeti ya mwaka wa fedha 2025-26, pia alizungumzia kwa upande wa michezo na akaweka wazi ya kwamba kipaumbele cha serikali hivi sasa ni kuelekea michuano ya AFCON katika bajeti ya mwaka unaofuata, na zaidi ya bilioni 178 imetengwa kwa ajili ya kuboresha viwanja na kuhakikisha kwamba michuano hiyo inafanyika kwenye mazingira ambayo yatakuwa mazuri, lakini pia yakiendana sambamba na kutangaza utalii wa Tanzania. Lakini kwenye hotuba yake ya kuwasilisha bajeti hiyo, pia akatoa pongezi kwa upande wa klabu ya Simba kwa mafanikio ambayo wameyapata kwa msimu wa mashindano ya 2024-25, lakini pia vile vile akawaambia wasibweteke kwa hiki ambacho wamekipata. Lakini pia kwa upande wa Young Africans na wao pia wakapewa pongezi zao, na timu nyingine zimeambiwa ziige mfano wa mafanikio wa Simba na Yanga. Tumsikie Mwigulu Nchemba hapo jana, waziri wa fedha, ambapo aliweza kuzungumzia kwenye kipande cha michezo katika bajeti ya mwaka wa fedha unaofuata. Nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada alizofanya katika kuboresha sekta ya michezo. Jitihada hizo zimewezesha nchi yetu kuwa miongoni mwa nchi wenyeji wa mashindano ya CHAN na AFCON mwaka 2027. Kufanyika kwa mashindano hayo kutasaidia kwa kiasi kikubwa kuendeleza na kukuza sekta ya michezo na utalii hapa nchini. Mheshimiwa Spika, nipongeze kwa dhati Simba kwa kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa mara nyingine tangu mwaka 93. Simba inapokuwa ya kimataifa, mimi washabiki wake. Mafanikio haya ya Simba yanatokana na juhudi kubwa ya uwekezaji uliofanywa na rais wa heshima wa timu hiyo, ndugu Mohamed Dewji. Hii si tu itatoa heshima kwa timu hiyo, bali pia inaitangaza nchi yetu katika ramani ya soka la kimataifa. Na wakati wanacheza mashindano yale, nilikuwa tunawaombea wapate tu kombe, hata ambao sio mashabiki, kwa sababu hata wangeliweka chini ya uvungu ya ofisi yao bado lingekuwa Tanzania. Mheshimiwa Spika, hata hivyo Simba wasibweteke, kwa kuwa mafanikio kama hayo wanayojivunia leo sio mapya kwa Yanga. Mheshimiwa Spika, mafanikio hayo
wanayojivunia Simba sio mapya kwa Yanga, kwani walifika hatua kama hiyo mwaka juzi na walitolewa tu kwa uwiano wa goli la ugenini, hawakushindwa. Nitumie fursa hii kumpongeza ndugu yangu Garibu Salim Mohamed GSM. Ndugu GSM ameleta chachu kubwa kwenye mafanikio ya Yanga. Ni washauri wana Yanga wanapoandaa ramani ya ujenzi wa uwanja mpya wasisahau kuweka sanamu kubwa la GSM. Nitoe rai kwa vilabu vingine kuiga hatua hizo za Simba na Yanga kwa manufaa haya, kwa hatua hizo za mafanikio walizozifanya. Bana, hiyo ilikuwa ni jana bungeni, Waziri Mwigulu Nchemba akizungumza namna ambavyo kwa upande wa sekta ya michezo, toa pongezi kwa mama hapo kwa namna ambavyo nguvu wameweza kuiweka, lakini kipaumbele ni kwa upana zaidi kwamba kipaumbele cha serikali ni kuelekea katika michuano ya AFCON pamoja na Chani. Kuna fungu hilo ambalo limetengwa kwa ajili ya ujenzi wa viwanja pamoja na kukarabati, lakini Simba na Yanga kwa mara nyingine tena mambo yote wanayofanya wamepewa pongezi kwa mafanikio ambayo hususan kwa upande wa Simba ambayo wameyapata. Inawezekana Yanga hili lao lijakuta la pongezi kwa sababu mashindano bado hayajaisha. Labda kuna kuokota ubingwa, inawezekana pongezi zinaweza zikawa za Simba kwa ujumla, kwa maana kwamba kuokota ubingwa wa ligi kuu. Lakini hivi ndivyo ambavyo ilivyo kwenye kile ambacho kimetokea hapo jana. Serikali kipaumbele ni AFCON, lakini tunaona wametambua mchango wa hivi vilabu, na ukienda mbali zaidi kwenye hiyo hotuba ilikuwa pia inapeleka pongezi mpaka kwa Baharesa kwa kile ambacho naye anakifanya kwa upande wa michezo. Simba na Yanga kwa mara nyingine tena unatajwa kama mfano wa vilabu vingine wanapaswa kuiga, licha ya yote ambayo yanaendelea. Nguvu yao haipingiki. Yes, Simba Yanga ni nembo. Wote tunakubali kabla ya haya mapungufu yote, na hata baada ya hayo mapungufu tutaendelea kukubali kwamba Simba na Yanga ni nembo za mpira wa miguu Tanzania. Na baada ya hapo wote tutakuja kuanalyze yale mapungufu, yafanyiwe kazi ili ule ubora ambao tunaujadili ukawe maradufu. Yawezekana tuko hapa kwa sababu ya hayo mapungufu machache, yawezekana tungekuwa na hatua kubwa zaidi. Kwa pongezi hizi ni pongezi sadakta kabisa kwa wakati sahihi kwenda kuwagusa hata hao wawekezaji walioko nyuma ya hivi vilabu, ili kuona serikali inatambua, waongeze nguvu pale ambapo kunahitajika, waone milango ni wazi kwa serikali kwa wao hata pale wanapohitaji support na kufanya mazungumzo, na uzuri imekuwa ikifanyika hivyo. Maana yake kama serikali inatambua uwepo wao kwenye hivi vilabu na wanatambua mchango katika kila hatua ambazo zinapiga hizi vilabu, maana yake wao pia inawaongezea uhuru wa namna ya kufanya kazi na hivi vilabu, wakitambua kwamba miongozo, kanuni, sheria nchi inatazama na inatambua wako mahala salama. Kwa hiyo naiona katika engo hiyo pongezi. Kwa hiyo ni ya kufanyiwa kazi ndani yake ili kutafuta ubora zaidi ya hapa tulipo, lakini pia inakumbusha kwamba tunaona, na katika kuona kama serikali inatambua, ukumbuke ni waziri wa fedha. Yes, kuna maeneo anaruhusu kama ambavyo wewe Ibro Kichimba ndani unafahamu kuna kupungukiwa kwa hivi vilabu, na bahati nzuri moja ya taasisi ya mapato ya kukusanya mapato iko chini ya Wizara ya Fedha kwa waziri. Mara kadhaa hizi timu huwa zinapungukiwa ama kujikuta kwenye sintofahamu ya kuweza kukamilisha baadhi ya malipo, na mara nyingi TRA amekuwa sio wembe wa kukata. Kuna muda anawapa miongozo, na kuna muda kama wakienda against, ndio kama kipindi iliwahi kuwatokea Young Africans. Yanga lisha wakuta ile akaunti ikashikiliwa kipindi cha Mshindo Msola. Yes. Walikuwa na milioni 50 yao, TRA wakapita nayo. Yes, kwamba tunachukua kilicho chetu, lakini akashindwa kusafiri. Yes, kupitia hili manake inaonesha waziri anatambua yawezekana isiwe wembe wa kukata, bali ni katika miongozo kwamba timu inataka kusafiri kwenda nje, kuna vibali havijalipiwa, tukirudi tutaklia, ifanye kazi hivyo ili kufikia huo ubora. Naona katika engo na katika hiki jana ukisikiliza vizuri kwa watu wale ambao huwa tunapambana kuhusiana na GSM, ingawa kuna mazingira huwa yanaonekana ni magumu, hata
waziri amewatambua kwa nafasi zao tofauti. Yes. Mohamed Dewji ametajwa kama rais wa heshima, Yes. lakini mwekezaji. Ndio. Alafu Garib katajwa kama mfadhili. Yes. Mmeona hizi tofauti? Yes. Na ni kitu ambacho mtaani watu hawaelewi, unajua. Yeah. Kama mamlaka ya nchi inajua kumtofautisha kiposition GSM Yes. pamoja na Mohamed Dewji kwenye hizi team. Yes. Kwa hiyo raia, kwa sababu kuna muda mtu anamwambia GSM, unavyoona nembo zake nyingine ndani ya Yanga, pale yupo kama sponsor. Yes. Sio, unajua tofauti ya kuwa mwekezaji na kuwa mdhamini na kuwa mfadhili. Hivi ni vitu vitatu tofauti. Yes. Nikiwa mwekezaji au nikiwa mdhamini, maana kuna makubaliano ya kibiashara ambayo tumeingia na mimi nitategemea kupata return kutoka kwako. Yes. Nikiwa mfadhili, yani mimi mzigo nitakaokuwa nakupa mchungaji, baadaye sitakuwa na nafasi ya kuja kudai. Umeona bwana? Kwa hiyo serikali imewatambua mwekezaji na mtambua mfadhili ambao anaendelea kuvipush hivi vilabu, na mpaka kupewa pongezi bungeni sio kwa kuhitaji Simba na Yanga pekee, ambako wataja hawa watu maana yake nao of course ni wafanyabiashara wakubwa. Kwa hiyo nafasi yao pia inaonekana statement ni kubwa. Yes. Waziri wa fedha hawa ni watu wake. Yaani hizi figure hizo zitaja waziri wa fedha hakutani nazo tu kwenye michezo. Yaani Baresa, yes, Baresa, GSM, Mohamed Dewji ni figure anazokutana nazo kwenye nyanja ya biashara kwa ukubwa zaidi kuliko hata huku Simba na Yanga, kwa sababu huku Simba na Yanga wanakadiria asilimia, ila kule kwingine kwake kwenye wizara yake ya fedha ndio kunako biashara zao zote. Yani monitoring ipo huko. Kwa hiyo hawa ni watu wanaowafahamu personally, na ni vizuri kwa sababu football ni mchezo wa sifa. Yani hawa wawekezaji ndio maana tunasema before biashara huwa wanaweka kwanza pesa ili kuitengeneza hiyo biashara. Yani unakwenda Simba na Yanga na mashabiki zina kila kitu, yawezekana hazina miundombinu mizuri, lakini tayari fan base ipo, lakini biashara haipo. Inabidi wewe ukaweke fedha uitengeneze biashara. Na bahati mbaya huwa baada ya kutengeneza biashara huwa tunageuka kuwa wajuaji na kuhisi tunaibiwa for no reason. Mtu tu Modeji anaibia Simba, Garibu anaibia Yanga, lakini akipisha kidogo huioni hiyo biashara ambayo mtu anaweza akaja akaiba. Yes, maana yake ni yeye anakuja anaitengeneza biashara ili asiendelee kula hasara kila siku, kutoa at least kuwe na kinachoingia na kinachotoka viweze kubalance, hata kama hatopata faida kubwa ili asipate hasara kubwa pia. Kama waziri anatambua hivyo, manake nao inawagusa kisifa. Tunavyofahamu mpira wa miguu kokote kule duniani, cha kwanza huwa ni sifa, kwamba timu inafanya vizuri, ndeni biashara watajua watu wachache wa ndani, lakini the majority huwa ni mchezo wa sifa kuhusiana na matokeo. Na ndio maana pale yanapokuwepo matokeo, sahau kuhusu mgogoro, lakini ikitokea matokeo hayapo ndio pale ambapo mengi yataibuka. Kwa hiyo kutambua huko inawezekana ikaongeza chachu ya wao. Tunaweza tukasikia bajeti tofauti kabisa za msimu huu kama green light imetolewa. Lakini kwa kauli ya jana, mpaka kauli ya jana amna mwekezaji aliyoguswa kwenye hili sakata. Kwa sababu tulikuwa tunazungumza jana, kuna kipenga nilikuwa tunapiga story hapa, nikasema kwa haya mambo namna ambavyo yanakwenda haya ya Kariakoo Derby, nikamwambia Brain ikitokea serikali inataka kulituliza hili jambo, simu hapigiwi Mangungu wala Hersi. Yani simu haipigwi kwa Mangungu wala kwa Hersi. Simu atapigiwa Garibu, simu atapigiwa Mo. Kwamba jamani tumewachoka, hebu ongeeni na vijana wenu, shughuli imeishia hapo. Yani sasa hii serikali yenyewe ikitaka kwamba ile jambo tunataka tulimalize kwenye muundo ambao sisi hatutafanya maamuzi. Kuna influence ambayo tunajua itatumika. Kwamba Garibu tumechoka. Mo tumechoka. Lakini kuna maendeleo hapa yanataka kuja ujue. Kuna maendeleo yanataka kuja. Maendeleo? Kuna maendeleo ya mpira yanataka yaje. Kutoka tulikotoka. Sasa ndio maana tunasemaje? Maendeleo yanavyotaka kuja yanakuja kwenye mtindo upi? Kwa sababu kwenye mtindo tuliokuwepo sasa hizi ni mtindo wa vurugu. Na hatusemi kwamba serikali yenyewe itaona. Kama mapinduzi yanatafutwa kwenye mtindo ambao ni salama kwa hiki ambacho kinaendelea, inaweza kaendelea kukaa nyuma. Lakini kama wataona kinachofanyika kuna eneo kitahatarisha usalama, ndio ile eneo ambalo tunasema simu haitapigwa kwa mwenyekiti wala kwa rais wa klabu. Hii nchi na wafanyabiashara wangapi? Jana wafanyabiashara wangapi wametajwa kwenye budget?
Lakini wamekuja kutajwa hao kwenye mpira. Si ndio? Na hao kwenye mpira wametajwa kwa sababu inajulikana na wamekuja kutajwa hao. Of course Balesa katajwa, lakini mmeona hawa wengine wanavyotajwa hao wawili, si ndio? Ndio maana tunasemaje? Yaani kama hili jambo serikali ikisema inakuja, inaweza wala isiende kwa ukubwa. Inaweza kusema tu Garib Bwana Mo, hebu angalieni namna hao watakuja kwa vijana wao wataseto. Hivyo nikwambie kuna mapinduzi yanakuja makubwa kwa siku hizi za karibuni hivi. Hii tukio linavyoenda watu wanaliona kama ni tukio labda lina base upande mmoja, hapana. Lakini linaenda kuchambua tupate kitu sahihi ambacho tutaenda nacho siku zote. Na mpira wetu utakimbia sana endapo hili ambalo litaenda kukusudiwa litakaa sawa. Ndio maana unakuta serikali kama wamekaa nyuma. Hofu waoni, wanajua. Wanaangalia, wanajua kabisa kuna kitu kinatafutwa ili turudi katika mstari. Sababu mimi naamini pia hata TFF na saizi wanaisubiri serikali kwa hamu hiji. Hata serikali saizi na nini TFF nao wamekaa wanasema mbona haji.